Wewe ni simba wa kabila la Yuda, wewe unajaza, wewe tu unajaza, wewe tu unajaza, wewe ni simba wa kabila la Yuda, wewe unajaza, wewe tu unajaza,
Yuda. Wapendeza. Wewe tu wapendeza. Wewe tu wapendeza. Wewe ni simba wa kabila la Yuda. Wewe tu wapendeza. Wewe tu wapendeza. Wewe ni simba wa kabila la Yuda. It's only you who is worthy. It's only you who is worthy. You are the Lion of the tribe of Judah. It's only you who is worthy. It's only you who is worthy. You are the Lion of the tribe of Judah. It's only you who is worthy. It's only you who is worthy. You are the Lion of the tribe of Judah. Oh, it's only you who is worthy. It's only you who is worthy. You are the Lion of the tribe of Judah. Lift up your voices to heaven. Worthy is your name, Lord. Lord is like you, Lord. Karabalanda, ribalanda. Seribalanda, rabasika, rabalanda. Hakuna mwingine kama wewe. Oh, 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 oh. Yeah. Karabalanda, ribalanda. Lord is like you, Lord is like you. It's only you who is holy. You are the Lion. We give you glory, Lord. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you glory.
upewe sifa. Ee Bwana, mwenye enzi, upewe sifa, upewe sifa. Leo sasa na milele, maseli andeliba, pokea sifa. Wewe pokea sifa. Ewe Bwana, wewe ni mwenye enzi, pokea sifa. Kalabazia, shandalabazika labalanda, leo sasa na milele. Tigaware mwana wakwa okedoerera doshe koro yakwa neshikia otire Tigawajarageria okatera tere mone bekekaga Asante Bwana wa neema, jina lako libarikiwe, jina lako liheshimiwe. Mapenzi yako yafanyike hapa, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama kule mbinguni. Tukuka katika jamii zetu, tukuka katika maisha yetu, uwe mfano na kielelezo katika boma zetu. Pata sehemu yako Bwana katika maisha yetu, onekana, guza. Kalabalanda, masateria la balanda, rebalanda la bazika la balanda, shateri balanda la bazai, masetaria la bazai. Hey! Hey! Kalabalanda. Hallelujah. Hallelujah. Karibu sana kwa ibada yetu ya Jumatano. Welcome to our Wednesday service. It's an honor once again to speak to you from wherever you are following this service. Just type something to assure us of your presence in our today's service. You can just say present, sir, or amen. We know you are there, and we celebrate you. Today we want to continue the sermon we were talking about last time on faulty foundations in marriage, how your upbringing can affect your marriage. Sometimes we say that family background can affect marriage, but today we want to go deeper with you and show you how upbringing can bring trouble in your future or can bring success in your future. Those succeeding are not succeeding because of luck.
and thus failing, are not also failing because of lack. So we have to put lack out of our family life and begin to see things in a different light. Na marriage ni kitu moja ambacho kimesumbua wasomi, imesumbua wale wajasoma, imesumbua wachungaji na upako, imesumbua wale hawana upako. Marriage pia imekuwa ya baraka kwa wale wenye upako na wale wasomi, wale wajasoma. Ni kama tu namna ya kuhandle ndoa. Usipojua kuihandle, it was meant for help, but it can bring hurt. God, when he was designing marriage, he designed it for help. He said, let me make him a helper comparable to him. But a helper can turn into a hurt. And that's why we want to talk slowly by slowly, unveil the mystery of marriage, in view of our family backgrounds. Na tuliona vizuri different types of backgrounds. We started by talking on style first of marriage, those ones ambao wamekuwa raised by both parents, because marriage ya baba na mama huwa ina act kama brooder ya other marriages. Whatever you see happening in your father, your mother's life, a lot of it may repeat in your life, may reoccur in your life, because you don't go very far from your trainer unless you make deliberate steps to walk out of a certain foundation. Bible inasema, train up your child the way he should grow. He should go. When he grows up, he will never come out of it. So sometimes ni mzuri kujua, what is it about us that we can change, and what is it about us that we can learn to live with, and so that we don't get frustrated in marriage. Tukaangalia kuhusu children raised by both parents. Tukaanza kuangalia children raised by a single parent, either mother only or father only, for various reasons. So many things happen in life, and we end up mothering our children alone or fathering our children alone. And this kind of a setting, I spoke about it. Tukaongea kuhusu the orphan, those ones that have no parents at all. Those ones that have no parent at all. What are the experiences of those orphans? How do you handle an orphan if it becomes your husband or becomes your wife? How do you handle them? Tukaongea kuhusu those who are raised by grandparents. Because for our time, sometimes people leave children to their grandparents and they go back to school, or leave children to their grandparents and go far to work somewhere else, outside the nation or in a different city. How does that affect the growth of the child? Na nikakuelezea kuhusu how a trainer being a grandfather anaweza anaweza kumtrain mtoto, but somehow pale mbele, because of grandparents who experience watoto wa aina yote, wale wa stress, wale wa mbio, wale wa slow, mzazi anaenda akizoea malezi, akianza kuwa more of talking instead of sometimes kuwa tough on the kid. Anamuongelesha, tunaamini anasikia. Na because of lack of exerting pressure kwa mtoto, in the latter days, mtoto anajikuta kwa environment ambayo boss ana exert pressure, marriage ina exert pressure, society ina exert pressure, and easily sometimes they end up giving up, thinking that people are unfair, but because of their upbringing, it was without pressure. Tukaongea kuhusu children ambao wanaitwa self-raised children, those ones that have grown up, they were not raised up, wanakuwa street children. They also grow up na wanafika mahali wanaoa na wanaolewa. Na nikakueleza, because of the rough nature of their life, sometimes they are too rough, arrogant in speech. Nobody limited their way of talking. Hakukuwa na mtu alikuwa hard on them. Umesema aje na umesema kwa nini? Hakukuwa na mtu alikuwa anamuuliza. Aliishi kwa jango.
mahali penye it's only the toughest and the fastest and the strongest that survive. So you find even if you get a lady from the street anakuwa tough kama mwanaume, mnafika kwa nyumba mkikosana, yeye anapanda juu ya meza na anashikilia pan tayari kufight back. Amezoea life ya kufight back. Na sometimes marriage you win by losing. Not every time in marriage you win by winning. Sometimes you win by losing. There are wisdoms in life for marriage. Sometimes you choose to be a winner and lose in future, or you choose to lose now and win forever in marriage. Now, wakati mwingine street life does not allow that. So I taught you about kidogo kuhusu those ones raised from the street. Tukaongea kuhusu the firstborns, marriage of two firstborns. All of them wamezoea responsibility. All of them risk takers. All of them the leaders in their family. All of them wamezoea kuongelesha watu, wanasikia. Sasa unakuta ni kind of kuna authority ya watu wawili kwa ndoa na hakuna mtu ako ready kubao. Na kama wewe ni last born umeoa first born or second born umeoa first born, utakuwa una feel ni kama anataka kukalia, ni kama anataka kucontrol, ni kama ana dictate over your issue, na ni kama ana overrun your ideas. So mnakuwa na tension because when you come with a proposal, you feel like somebody overran your proposal. Na hapo ndio unasikia watu wako in love, but marriage is not working. You wonder why they are two in love, but it's not working. Because it's not love that builds marriage, but by wisdom a house is built, and by understanding it's established. It takes understanding, and the understanding of your partner. Na nikakueleza firstborn sometimes may shoulder responsibility ya kwao, na ukimwoa ama ukiolewa naye inabidi ukuwe accommodative of the extended family, because yeye ni mzazi mwingine wao. Saa ingine atasomesha wao, saa ingine atajikuta ameitwa nyumbani kwa mkutano ya 3 days, kwa sababu yeye ndio chairperson. So inabidi uaccommodate pressure ya extended family, na because yeye ndio peseta wa family, hata watu watajua kuchagua bibi kutoka kwake. So inabidi aweze kukaza kamba kidogo, ili wale wanamfuata. Bila firstborn akisoma wengine wanasoma, firstborn akiacha shule wengine wanaacha shule, firstborn akifuta bangi wengine wanafuta bangi, firstborn akifuga rasta aende club wengine wanaenda hivyo, akiuza bangi na cocaine wengine wanauza hivyo, because firstborn ni peseta wa family. That's why in the olden days I told you ya kwamba walikuwa wanagawa double portion for the firstborn, because firstborn ni mzazi mwingine. Vile tu unaonaga shamba ikinunuliwa na mke na mume, mke yako na nguvu equally sawa tu na mume wake, because hata kama hakuenda kutafuta hizo pesa, alikaa nyumbani akakava boma, wewe ukaenda kutafuta pesa. Kisheria ukiuza shamba inabidi mke wako apeane consent, because alikuweko hata bila kuweko. Alipasa nguo ukienda kazi, aliweka utengeneza kiatu ukienda kazi. So firstborn naye anakuweka on the other side. Both parents wakitoka nyumbani, yeye anakuwa parent, anaweza kutawala hiyo family, kuiongelesha, kuambia fulani lala, fulani amuka. So ukioa firstborn, jiandae kusikia mtu anaongea na mamlaka. Jiandae kusikia mke, kama ni mke ambaye anaongea na mamlaka. Na nikakueleza mara nyingi firstborn na firstborn, ukiingia kwa ndoa yao utafeel sasa kuna kila mtu anataka kuwa na mamlaka, because naturally they are people of authority. Na God alisema all the firstborns are his. So ikiwa unakuwa na firstborn, hata dedication ya firstborn wakati ya kuzaliwa hadedicatui sawa na watoto wengine,
because ni mtoto wa Mungu. Inabidi akuwe dedicated properly ndiye afungue bingu for the rest of the family. Bwana Yesu asifiwe. Na isipofanyika hivi, unaona firstborn anakuwa na confusion, anapoteza direction because of the others. So niliongea kuhusu marriage ya firstborn na firstborn. Sasa nikarudi kaongea kuhusu marriage ya lastborn na lastborn. I told you about them because pia hawa nao wamezoea safety, wamezoea protection, wamezoea provision ya wazazi na ya others huwa wametangulia. Wamezoea kuchukua nguo ya first ya ule mwenye amekuwa mkubwa. In fact wao wamekuwa mkubwa, hii nguo haikutoshi, ni yangu. They are used to being given things. Sometimes unaweza shangaa when you marry or you are married to a lastborn, unasikia mume wako anangojea kitu ya ndugu yake mkubwa. Sasa ndugu yangu mkubwa aliniambia akinunua baisikeli nyingine atanipea hiyo yake. Yeah? Na wewe kwa hapo unamwambia, why don't you also think of buying your own? Anakwambia hata nitabai, lakini sasa wakinipea nitakataa. Yaani yeye ako the other side ya receiving. So unaweza kuwa hard on your husband, then you discover that akiwa hard on him, anaenda kwa mama yake mzazi, anaenda kulilia nyumbani, anasema huyu mama atakuja niua. Yeah? Ama anaongea sana in reference ya kwao nyumbani. Baba yangu alisema atanunua, atafanya. Unajua lastborn, kila kitu ya baba yake huwa sometimes inaachwa kwa management ya lastborn. That's why many tradition zikijenga nyumba ya mzazi huwa zina reserve for the lastborn, because they believe ya kwamba lastborn hawezi kuenda ku reach out kupata yake. So wanamwambia, wewe baba kizeeka kabisa na mama ama waondoke duniani, wewe ndio utakaa na nyumba ya baba yote, nyumba ya mwili na kaburi, wewe ndio utakao kichunga, because ya kuwa lastborn. So ukiolewa na lastborn, lazima ukuwe tayari kusikia mtu mwenye anaongea akiquote other people who are to build him. Lazima ukuwe ready kusikia mtu mwenye yako bitter. Ndugu yangu hajai nipigia simu, dada yangu hajai nipigia simu, so and so hajai fanya, because ni lastborn and I believe if there is somebody that should be called is me. Somebody that should know, at least know, wamjulia hali ni mimi, lastborn. Na akiwa mzee, akiwa mume, hiyo marriage kama ameolewa mume, ameoa firstborn, utasikia, utaona saa mke ndio kusema. Baka mnaweza anza kusema amekaliwa chapati. Hajakaliwa. Ni lastborn, anapeananga mamlaka. Anaweza kukaa hapo na akae na atoshe. So ukiwa mwerevu, wakati unaolewa na lastborn, unamfundisha some bit of risk taking. Praise the name of the Lord. Na ukiprepare, saa ingine anaweza amua kulia, unamwambia sorry, unakuwa hata kama ni mwanaume, you just pamper him a little, alafu unaona ameamusha maso, anaendelea na life. Hallelujah. Now kuna wale ambao wana watoto ambao waliongea kuhusu wamelelewa na step parents. Na nikakueleza these ones are so mostly bitter. Somebody took away their love. Somebody took away their attention. Somebody came into our family na akakalia baba yetu chapati, na akakalia mama yetu chapati, akatusahau. They feel forgotten and forsaken. They feel mistreated. Hata ukimtuma mtoni vile mwingine wa kawaida anatumwa, yeye anaweka record, wakanituma mtoni, wakanipea mtungi yenye itanifunja shingo, because unajua ni mtu wako bitter. Sasa huyu mtu akiingia kwa family yako, unasikia hata kwenda kwao because baba yangu arogwa. Na kweli saa ingine baba by kupoteza mama anajishindwa ajigawe, aje akuwe mama nyumbani, akuwe mpishi na kila kitu, na akimbie kutafuta mali ya maisha. So sometimes anakuwa torn between the two. Anaamua, let me look for a mama that will take care of my children as I go and chase life. Na saa ingine pia unaweza kuta mama alifiwa na mzee wake, ama aliwachwa zamani, akaekae kidogo, agundue challenge ya fees, challenge ya watoto, challenge ya kuwapikia, challenge ya kwenda shule kama parent, na at the same time kutafuta school fees
kama breadwinner na kama nini. So anakuta mahali, inafika mahali anaamua hata kama hakutaka kuolewa tena, na anakuwa in love. Na because kuna wazee wanajua wakati mama ameachwa wanaweza mpea to loan twa kusustain watoto, alafu baadaye unapata ako in love na anaolewa tena, then watoto wanasema tangu kumutu kukuje kwetu, na wanakosa kuelewa ya kwamba a mother sometimes looks for security. She also needs her life back. She also needs to be loved. She also needs to be cared for. She also needs a shoulder to lean on. Besides the children, she, as a mother, she looks for that. And in the process of looking for that, she sacrifices her children. Now watoto wana feel sacrificed, betrayed by their own mother. Wanakuwa beaten na mama, little without knowledge ya kwamba it was not something that mtu wa kawaida angependa akae kwa wale watoto, lakini force ya nature, passion ya life, vitu vinatokea vinamsakama, anaamua ku give in to a new life. Na watoto wa hii jamii yenye imelelewa na foster father or foster mother or step father or step mother, wanastahili kuwajua ya kwamba hawakunyang'anywa kitu. Hata mama yao alideserve happiness. Hata baba yao alideserve happiness. So all of them have to sacrifice. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Na nikaongea kuhusu marriage where the wife earns more than the husband. And I told every husband, according to Exodus 21 verse 10 and Isaiah 4 verse 1, every husband God alimpea power ya kudeal na chakula cha mke wake na mavazi na ngono. Now, wakisasa wanaanza na ngono, lakini natakana kuanza chakula, mavazi, then iende ngono. Wakisasa wanajua ngono, lakini hawajui ya kwamba God in his programming anajua for you to be able to speak and your wife asikie, inastahili avae nguo yako na akule chakula chako. Hallelujah. Now let me talk to men, my fellow men. Giving your wife money aende ajinunulie nguo is not as you buying it and bringing it to her. It's not the same. Ukimpea kajibaie, anaanza kusema mimi nisipojua nitavaa nini, watu kwa wajali, whether umetembea uchi ama uko hivyo, lakini ukinunua nguo ulete. Sasa anaanza kusema I have a husband, you see, alinibaia hii na ingine ya brown, na kwanza ujaona ya blue wewe. This is my husband. Yani hata ukienda kazi, you remain in the heart of your wife. Hallelujah. Amen. That's why even if your wife earns more than you, jikaze akule chakula yako. Jikaze avae mavazi yako. Jikaze. Bana kuna wale wife mnapata pesa mingi kushinda your husband. Mungu anaweza kupea 10 years ya kupata more than your husband, and then 30 years your husband kupata more than you. So that's why you see when people become old, sometimes huwa wanatumia old age ku revenge. Because nilinitesa tukiwa msichana na kijana. Wacha siku ile zako zitaisha nianze zangu. Sasa wewe utaanza kulipia mateso yote, majina yote uliitana, kulalisha mume nje, umemfungia nyumba juu ni nyumba yako. Sasa wewe wakati naye nguvu inapungua, na unajua ya wanawake upungua haraka kushinda ya wanaume. Sasa ukianza gonga 50, ukianza kuinuka hivi unasikia mgongo na kaka. Na mzee at 50 anaweza arudi 14. Enda fanya research. Wazee at 50 wanaweza anza life mpya. Saa hiyo sasa anaanza revenge. Na sasa ndio unaanza kushangaa. Na wale pia wazee wanatesaga wadada. Inastahili ujue pia watakutesa kwa uzee. Inabidi utubu mapema. Sasa unaona kuna wazee wakifika umri ya miaka 60, 70, unapata wake zao wamewawacha wajioshe nguo, wajipikie, wajifanyie kila kitu. Wewe ulinitesa kwa kijana, sasa teseka na maisha yako. Hallelujah. So inabidi ujifundishe ukiwa kijana, take care of the wife of your youth. Take care of her hair.
Hakikisha unajua nywele yake inatoka wapi. Hallelujah. Ili usikuze kichwa cha mtu akuulize, "Oh, unajua hiyo ni 7,500?" Sasa praise the name of the Lord. So that's why you have to make sure. Na Bible kulingana na Proverbs 31, tuliongea kuhusu Proverbs 31 sana, verse 10 to 16, ya huyu mwanamke ambaye value yake imeshinda pesa. Na Bible inamreveal kama a business lady who works for profit. You know, as a woman, never you work just because of working. No, never work for you to become busy. You do it for profit. You only realize business when you are making profit. The difference between being busy and doing business is profit. So avoid just looking busy. Make sure you are making profit. Now, ukimake profit, Bible inasema huyu mwanamke ana consider a field and buy it. Huyu mwanamke wa Proverbs 31 anahakisha wafanyikazi wake wamelipwa. Ana wake up while it is still dark. Anahakisha watoto yao wamepata chakula. So, ni zamani kwa Biblia, pia wanawake walikuwa wanaweza provide food. So, to provide food is not abnormal. It's normal. Now, have you not read in the scripture, 2 are better than 1 because they have great reward for their labor. 2 are better, always better than 1. So when we labor using family time, we should come back and pump our energy to making that family a great family. In the name of Jesus Christ. Amen. I pray for somebody here ambaye ananisikiza, na wewe ni mdada na unaamini pesa yako ni yako na pesa ya mume ni yetu. Nataka kukuambia pesa yako ni yetu na pesa yangu ni yetu. So it begins when you know. Na kuna watu wengi sana they are married but their money is not married. Sasa hiyo yenye mmekataa hiyo wane ndio huwa itakuwa great temptation. You should allow after you marry a man, marry a vision and let your money marry. Sio kusema mambo ya kuniangalilia waleti yangu iko na pesa gani. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba ukiolewa olewa yote. Ile sehemu umeacha nje itakuwa temptation. Na Isaiah 41 verse Isaiah 4 verse 1 inasema in the last days 7 women will come to 1 man. Na watasema we can buy our food, we can buy our own clothes, we can take care of our own bills. You just give us a seed. Sisi tukue tu tunaitanishwa na jina lako. So in case you as a woman feel so warm because of your money, you will end up pushing your husband to other women that don't care. They just need a male voice. Wanasema tu mimi bora nipate sauti ya mwanaume kwa maisha yangu. I will feed my children. I will clothe my... Now mwanaume, listen to me. You hear that kind of a language. Believe you me, that marriage, that lady shall be independent. Because you have to be providing something. I pray for every man listening to me. That Bible inasema any man that does not provide food for his family, he has denounced the faith. Ameikana imani. And is worse than an infidel. Huyo mtu asiye provide chakula kwa watoto wake, amekana imani na ni mbaya kushinda wapagani. So if you believe in God, believe in your responsibility from God as a man. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Sawa tu. So kuna ile inaitwa intertribe marriage. Nataka kuiongelea kidogo. Marriage yenye ni cross cultural. Marriage ambaye is a Luo versus a Kikuyu. Marriage ambaye is a Luya versus a Kalenjin. Marriage ambaye is a Kamba versus a Maragori lady. Marriage ambaye ni what? A Turkana versus what? A Kisii man. Those marriages, cross marriages. Marriage ambaye inaingiana Mijikenda na Mkikuyu. So it means that one is another special case for marriage. Na lazima tujue, ukisoma Ezekiel 16 verse number 3 inaongea kuhusu intermarriage ya yenye ilizaa Jerusalemi. Na Ezekiel
Ezekiel chapter number 16, quickly, verse number 3. Inasema hivi, thus says the Lord God unto Jerusalem, thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother was a Hittite. So hapa God ana reveal ya kwamba Jerusalem was born from a cross-tribal, inter-tribe marriage, from an Amorite marrying a Hittite. Na Bible inasema vizuri 44, this was a battle ambayo walipatana naye. Verse 44 inasema, behold, everyone that uses proverbs shall use this proverb against thee, saying, as is the mother, so is the daughter. Thou art a daughter, thou art thy mother's daughter, that despises her husband and her children, and thou art the sister of thy sisters, that despises her husband and thy children. Your mother was a Hittite, and your father was an Amorite. Now this is the trap ambayo nataka every cross-cultural marriage wajifundishe ya kwamba it is very easy for you to disrespect, to despise the tribe of your partner. Kuna kitu inaitwa tribal philosophy. Every tribe has a philosophy. For example, every tribe has been taught the other tribe does not get saved. For example, I've heard Luya say Kikuyus don't get saved. I've heard Kikuyu say Luyas don't get saved. I have heard Kalenjins told that Luos don't get saved. I have heard Luos told that check wa Kikuyu. Hey, hata wakiokoka wafungangi macho. There is a philosophy for every tribe. Somehow, to create distance, to create what we call a wall, kuna kitu tumefunzwa kuhusu another tribe. But this one inakuja kufika mahali penye, look at this, despises her husband and her children. Because shida ya cross-cultural marriage inakuja kwa what you believe about that tribe. Number 2, inakuja kwa naming. How are we going to name our children? Bwana asifiwe. Assuming you are a Kikuyu girl or a Kikuyu young man marrying a Luo. And then a Luo wants a daughter to be called Awino. Yes. And the Kikuyu wants a daughter to be called Wajiro. And the controversy begins there. Because naming will become an issue. So wakati unataka kuoana cross-cultural, you should decide on the issue of names. How are we going to name our children? Ili enda hospitali, wakati watu wamejifungua ndio wanaulizanga tumuite nani? Wanaanza kugombania kwa certificate. Wewe unasema tumuite nani? Wewe unasema, sasa wanaanzia kesi hapo. Because mara nyingi cross-cultural marriage somehow kila mtu anataka mtoto aitanishwe na tribe yao. So akiitwa jina ya tribe nyingine, unaona mtu anaanza kusema haya, wacha hizi makabila zao, wacha hizi manini. So hii philosophy lazima ikuwe handled. Now, child's dedication. Every tribe has got a way they want their children dedicated. And to who the person should be dedicated to. Some tribe believes mtoto apelekwe kwa mlima inuliwe juu arushwe mara 3. Some tribe believes anyolewe nywele itupwe kwa maji. Some tribes believe apelekwe church. Sasa dedication ikikuja inaleta challenge. You have to think dedication. Wala asifiwe. During school day, closing day, tutapeleka mtoto na wapi kutembea? Wewe unatakanga aende kwenu. Mimi natakanga aende kwetu. Sasa hapo tena inakuja kuwa issue. Lazima hizi petty issues tukue handle. Do you know that Jesus also had a tribe?
Now Revelation chapter 5 verse 9, he came to purchase us for God from every tribe. That even God, for God to have a good relationship of marriage with us, inastahili we are purchased from our tribe to begin to think soberly, to break that tribal cocoon. I pray for you in the name of Jesus that you'll be able to break the tribal cocoon and begin to see the mystery, the mysterious power that is hidden in the uniqueness of every tribe. Your amen is again not well. I prophesy over you that there is a lot of uniqueness. So ukioa inabidi ubelieve. Kuna tribes ina believe kukaa home. Na kuna zingine zina believe kutravel. Na kuna zingine zina believe kufuga wanyama. Na zingine zina believe kufanya biashara. So kila tribe iko na science yake. So ukinapoona inabidi muanze kuarticulate science ya every tribe. Kuna zingine distance ya in-laws. Na kuna zingine hazina. Sasa unaweza toka huko uhag baba mkwe ufukuzwe because you did not know the science. Praise the name of the Lord. Wanafeel unakosa adabu, lakini wewe kweli ukiangaliwa roho ile adabu uko naye iko ina overflow. But that act ya kuhag baba mkwe, ime suppose you are not respectful. I remember one couple wanted to get to courtship. They wanted to marry each other, and wakakuja pre-marital counseling. Na baadaye nikaona ndugu amekuja peke yake. Siku ile kama bado mwezi mmoja hivi wafanye harusi. Alafu akaniambia nimeamua kuachana na wewe msichana. Nikamuuliza umewaachana naye kwa nini? Akaniambia man of God, imagine nilienda kwa duka. Tulienda kwetu kutembea nyumbani. So nikaamua kwenda kubaia my father airtime. So nilipoenda nikakuta ile duka yenye iko kwa center iko haina airtime. So I had to go a long distance. So nikakaa. So when I came back nikakuta my fiancé kwa mlango. Na amesimama na ameshika 6 kwa mlango akiniuliza bona nimekaa hivyo. Nikasema huyu siwezi muoa. Nikamuuliza kwa nini? Na si ulikuwa umekaa, ungemuelezea kwa nini umekaa. Akaniambia kikwetu mwanamke akikushikia 6. So this guy was reacting not biblically, was reacting according to the science ya tribe yao. Alikuwa na react to this issue without, and maybe udada alikuwa ameosha masufuria amechoka, na kwa wakichoka wanajishika aje 6. Lakini sasa ilikuwa interpreted in a way. Do you remember the story of Vashti and Zexa? When this lady aliitwa ajitokeze apige catwalk mbele ya mzee, akakataa. A guy called Memucan. Memucan said that this woman Vashti, kenye kimefanyika hapa mbele ya wazee tukaona, ikisikika kwa wake zetu pia watatukalia. That's how Vashti left the palace for Esther. Haikukuwa shida kubwa. Maybe the lady was in a monthly period. Maybe the woman was not feeling well. Maybe she was too tired for catwalking. They did not even give her a chance. Because this woman has disrespected the husband before the elders. She must go. So marriage can break because of tribal philosophy. What is the tribe? What has your tribe taught you about submission? Kuna tribe ina believe a wife should look like a child. Na kuna tribe ina believe a wife should become like a partner kwa biashara. Like my tribe. Like mine now, we sit together, negotiate. Na kuna watu kiingia kwa unaona mke ametoka nje. She's not supposed to be there when men are there. It's a tribe.
ni tribal science na philosophy. Sasa unaenda hapo unashindwa kuelewa hapa wanipendi ama no, ni science ya tribe. You have to understand when you are going for another a wife in a certain tribe, at least study the culture of that tribe. Understand what they call respect. Understand what they call love. Kuna mtu ukitaka kumpea love unamnunulia chakula, na kuna mtu ukitaka kumpea love unamnunulia maua. Ukinunua maua kwa ule wa chakula anakuambia ndugu, mimi si nyuki. Haleluya. Na ukinunua chakula kwa huyu wa maua anakuambia what is this? This is my right. I need something that can spice. Ni spice. So you have to know ya kwamba even romance is limited to our philosophy. Sometimes tunaweza kuwa kuna watu wa display love mbele ya watu. Siku moja nilitembea na mke wangu sana kwa area. Nilikuwa pastor pale mahali panaitwa Tiwani Kitale. Nikitembea nikaanza kusikia watu wanasema ule pastor Mnigeria. Nikashinda pastor Mnigeria. They were just saying ule pastor anatembea na bibi yake. Because wale walikuwa nani wote wanashangaa. Yaani wanaume siku hizi ni kukaliwa wamekaliwa ama wanatembea na bibi kwa nini? Mama anachunga mzee ama lazima ujue watu hata wakikuhukumu huwa wanakuhukumu kulingana na filosofia kwao. Na kuna watu mumebahatika na Mungu mmeoana different cultures, you have to sit down and talk. That's why Genesis chapter 25, I think verse number 34, ukitembea kwa Abraham wakati alikuwa anataka Isaac aoe, aliambia mfanyikazi hape ya kwamba ataenda kutoa mtoto bibi ya Isaac kwa kabila lao. Because hata Abraham baba ya imani alijua. Hallelujah. Niyo kweli. 24. Not 25. Father beloved. And Abraham said, and he said, I am Abraham's servant, and the Lord has blessed my master greatly, and he's become great, and has given him flocks and herds and silver and gold, and maiden servants and maiden servant, and camel and asses. And Sarah, my master's wife, bare a son to my master when she was old, and unto her he has given all he has. And my master has made me swear, saying, Thou shalt not take a wife of my son out of the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell. Yani, in short, Abraham pia alikuwa careful. Mtoto yangu asioe hawa Kanaani wako hapa. So ni kumaanisha kutoka zamani iko wiring ndio ukifanya cross cultural marriage ili usiweze kudespise the other one. Inabidi ufanye kile Yesu alisema kwa Romans 5 Revelation 5:9 ya kwamba you have to be purchased from your tribe. Everyone should leave their tribe and build a working marriage. Everyone. Yani uamue kuenda beyond. Ukuwe na elasticity. Ukuwe na elasticity. Now, what does your tribe believe about children? For example, there are tribes that don't believe in female children. So, hata ukizaa 10 girls, unaona mzee anasema nataka mtoto. Na wewe ulisoma ukaenda university, ukasema ninazaa 2 tu na mambo ishe. Na unabahatika kwa neema ya Bwana unazaa wasichana 2. Unasikia mzee anasema sijaanza kuhesabu watoto. Mbona namuuliza ati aje? Sijaanza mimi siwezi enda. Mambo ya kuzaa sizai tena, nakwambia utazaa. Ama ndatafuta mwanamke mwenye atanizalia mtoto. Wewe unashangaa mbona hesabu hawa? Because kwao walifunzwa ya kwamba girls are not children. Na ndio kuna watu wakiolewa hawakujua hii maneno. Sasa umepata
tusichana tuwili na wanakuambia bado hatujaanza. Vumilia, muombe Mungu. In fact, kuna wale hata kwao hawezi enda kusema wewe ni mwanaume kama una mtoto wa kiume. Huwezi sema. Na ndio unaona kuna watu wanasema family planning. Unasikia mzee anakuambia wewe mambo ya family planning waacha. Unashangaa kwa nini? Tribe inasema kama umezaa wasichana hujazaa. Na wewe nawe umetoka kwa ile inasema mtoto ni mtoto. Na hapo mnaanzana. Na inakuwa hot topic. Ina involve by great grandmother na grandfather. Haukujua ukiolewa, lakini sasa welcome to the world. Sasa inabidi ujue what does that tribe that you are married to believe about children. What does it believe about children? What does it believe about saving? What does it believe about investment? Ili usiende ununue nyumba kama mwanamke, usikia wameambia mzee yako ulioa mwanaume mwenzako. Nasikia mke wako amenunua shamba, wewe umekwisha. Wewe umekwisha. Kumbe ni philosophy ya family. Na unasema kuna mama wengi sana wanaingia ofisi wananiambia man of God, tangu my husband aende kwao nyumba yetu haina amani. Alienda akaulizwa ati nasikia mke wako amenunua pikipiki ngapi? 3. Wewe kwisha. Kwisha. Kwisha, huyu amejitawala. Na unaona mzee yako jioni anashuka, anapiga pikipiki teke, anavunja mishumaa na hizo mshumari. Hapo ana frustrate your business because of a science you tried. Anavunja mshumari ya pikipiki. What do they believe about investment? What do they believe about a woman going to school? So that ukitoa certificate yako ihang kwa ukuta, ujue kwanza unafanya nini. What do they believe about women going to school? You can be married to those that don't believe a woman should study a lot. Sasa unasema I want to go back to college. Unaona mzee anakuambia cheza chini. Cheza chini mama. Unasema I need to go back to for my masters. Because anaamini ukisoma sana utamkalia. Tribal philosophy. Sasa lazima ujue. Kuna wengine umejaribu kuanza biashara kama mama. Unajiambia mimi nataka kama kuanza biashara yangu. Unaona hiyo ni hot topic. You have first of all to down your tools. Ask your husband what they believe about a woman doing business. Maana waliambiwa mwanamke yote anafanya biashara, afanyangi biashara tu. Na unaona mzee yako saa 11 anapita anasimama kwa posta na kuchungulia. Una hakika ni kweli? Kweli ni avocado peke yake anauza. Na unaona mzee yako na stress kabisa. Because you have to fight cross marriage. What do they believe about business? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hii mambo ni moto, lakini itakusaidia. Na ndio unaona Exodus chapter 2 verse 2 inaongea kuhusu a Levite woman married to a Levite man, ndio alizaa Moses. Kwa nini Bible inataja Levite and Levite? Inajaribu kukuambia foundation yao ilikuwa same tribe marriage. Bible imetaja kila mtu na tribe. Hata wakati watoto wa mtu aitwa Elimelech kama tu ujamaa anaitwa bwana ya Ruth, bwana ya Naomi, Ruth chapter number 1 verse 1. Bible inasema nini? Now it came to pass that in those days when judges ruled, that there was famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn to the country of Moab. He and his wife and his 2 sons. And it came to pass, and the name of the man was
Elimelech. And the son, and the name of the wife was Naomi. And the name of the two sons was Mahalon and Kilion. The Mahalon and Kilion, Ephrathites of Bethlehem. Bible metaja their tribe. And they came into the country of Moab and continued there. And verse number 4. And they took wives of the women of Moab. Yani God, Bible inajaribu clearly explain ya kwamba Ephrathites married Moabites. Inaweka hiyo clear kwanza. That was the foundation. Na ndio maana wakati Orpa anaambiwa unaweza akarudi to his people quickly. Lakini Naomi by faith, Naomi knew how to cross by faith. She said, your people shall be my people. Your God shall be. Some people quote this. It was a confession that overtook the tribal limitation. He said, your God shall be my God. Your people shall be my people. Where you be buried, I will be buried. Where you die, I will die. Hey, wakasema, what kind of a faith is this? Let's go with her. That's where Jesus came from. A woman sacrificed her tribe to believe in her marriage. Hallelujah. So, cross-cultural marriage iko na hizi hotspot. Ya kwanza naming, dedication, kwenda kwa which grandi nyumbani, mambo ya gender ya watoto kuzaliwa. Kwanza wazazi wa kisasa wenye wana believe mtoto mmoja. Sasa lazima kwanza ujiulize if you are in a cross marriage, what does your husband. Na ukiongea topic ya watoto, angalia mume wako uso. Hapana sema amekubali. Hapana mkubalisha. Look at them in the eyes. Sometimes they say yes, no. Yes, yes, yes. Yes, no. Yes, no. Na wanasema tulikubaliana, hamkukubaliana. Alisema nikisema vile nafikiria saa hii, ndio itaisha. Wacha tu. So ndio maana kuna watu wengi sana wameenda kumarry again without wanting, because they are looking for a boy and you don't want to have children. So you have to listen carefully. And don't just listen with your ears, listen with your eyes. Your eyes can suggest. Mwangalia akitoka kwa njia anacheza na watoto wa aina gani. Mwangalia akitembea. Unaona kuna mtu wako na mtoto yake alafu anashukisha mtoto chini. Alafu anasema baby. You can read. Aha. Na nimesema kitu hata kama hujasema amen. Amen. Na unajua kuna tribes ambazo zina believe wawache wataenjoy kesho. Na kuna zingine zinaamini tutaenjoy leo tukienda kesho. So lazima ujue science ya kwenye ni gani. Ili usiende unataka kuweka pesa, unaweka pesa. Kama kuna jamaa mmoja mahali alianguka kwa barabara kazimia, akaenda hospitali. Wamempeleka hospitali kwa emergency. Wakamweka oxygen, wakiwa nampigania. Rafiki yake akakuja. Akasema mimi najua huyu jamaa. Akaingisha mkono kwa mfuko, jamaa alikuwa anakaa 70,000. Akatoa 1,000 akaenda akamnunulia mkate na maziwa. Akampea jamaa kukula akaamuka. Akasema huyu Kenya imemwangusha ni njaa. Wana believe kama sisi sasa wa Kikuyu tuteseke leo kwa sababu ya kesho. Sasa wengine tunateseka sana. Sasa wengine wanateseka sana. Unaona mtu ameendesha baiskeli mpaka inamtegua kiuno akiokoa pesa ya kesho. Ukiona kiuno akinyorosha, kiuno imeenda kando. Na umecross marry kwa mtu mwenye ana believe, let us enjoy now. Nipeleke mahali outing. Nipeleke mahali. That's what love is to me. Take me somewhere. Let me know River Jordan iko wapi.
River Euphrates and Tigris. Wewe mwenyewe unasema Euphrates? Euphrates what? So learn people's culture. Sometimes you go for burial. Sometimes we as pastors go for burial. And we begin to see things we never knew exist. Never. Kabisa. Mimi mwaienda burial nikaambia utaombea huyu mama ataweka nini mtoto kwa kaburi. Mimi nikaomba. Kumaliza nikaambiwa man of God umeombea mchawi. Akasema kuombea mchawi. Huyo alienda kuweka kwa kaburi anamaanisha hivi na hivi na hivi na hivi. Nikasema hapana mimi sikujua. I just did not know culture. Sometimes you go for burial unaambiwa mtachapwa viboko. Asante. So you have to study culture. So that ukiavulia nguo we are okay. Amina. Hallelujah. Sasa nimalizie hapa. Marriage between one that is slightly younger or very young and another one that is old. Either the wife is old and the young man marrying is younger, or the husband is old and the girl marrying is here younger. So wakati wote unakuta mtu mumeoana na yeye lakini ni mzee kidogo. Jifundishe kuheshimu huyo mtu kwa vitu ngapi? Mbili. Mheshimu maana ni mke wako. Na pili mheshimu kwa kuishi miaka mingi. Kuna wakati atakwambia kitu wisdom ya miaka imewekwa ndani. Anakuambia wewe hii pesa yako ukiweka hapa itapotea. Wewe unamwambia wacha, wewe you are too, that's all uelewaki babo. Ushikani mambo haraka ukizamishwa pesa, unakuja umetulia because mke wako alikuwa advice. Hii pesa mahali unaenda kuweka, ninakumbuka Kipsere aliuza trakta yake, akaweka kwa hiyo pyramid, pesa ikapotea. Ninakumbuka Njoroge aliuza power saw yake. Power saw alikuwa anapenda, alikuwa analala naye. Ikapotea. Na kumbe kukaa miaka mingi ameona mambo mengi. Ukiwa ni dada umeolewa na ndugu ambaye miaka imesonga songa, msikize for two things. Number one is your husband. Number two, hang around for some time. That's why unaona is not excited. Hakuna excitement mingi kwa relationship yake, iko maturity mingi. Unajua mtu akianza hata mimi sasa ni pastor miaka kiasi. You don't expect me kufanya mkutano ya hisia. Ya msisimuko. Hapana, sasa ukikuwa miaka mingi, unajua shetani haendi mahali. Ako tu. Utafukuza jioni arudi asubuhi na mapema. So at least unaanza kuwa na ufahamu. Si ati nataka nitoe shetani hapa, nimfikishe ende bes. Aende kabisa. Unafanya hizo maibada za kukimbisha shetani aende. So ukianza kuwa miaka mingi unaanza kudiscover ya kwamba there are things that need planning. There are things that need you take them slow. Miaka inakufunza hiyo. Na kuna watu by wisdom ya miaka, kwanza ukioa dada ako slightly old, maybe older by 5 years, ujue tayari ako more mature because of time. Ako 5 years tu juu yako. Utakuwa unaongea vitu anakuangalia anaona hiyo ni ujinga na sitachukua. Unaongea ingine anaona ndio maana unaona zamani walikuwa wanachukua mwanaume miaka 10 akue miaka 10 juu ama 5 juu ya msichana, because ladies mature faster, wanakuwa sharper. Sasa unaona umeongea kama mzee, unaona mke wako amekusikia ndufia kabisa, because hii maneno unasema ni vile wewe ni mdogo, haujui mambo na unakasirika. Mama unanibebaje? Unanifanyanga zaidi na film hizi mtu. Unaongea anakuambia tulia. Pea hii mambo 3 days uone. By the after 3 days unaangalia sema na kweli mimi ni mjinga. Unarudi nyumbani umetulia. Ni miaka.
So ukipendana na mtu, sasa kuna wale wanapendana na mtu dangerous, amekushindia miaka 40. Sasa huyo hata filosofi yake ya life anapigania safety, na wewe unapigania exposure. Nataka nijue Dubai, nataka nijue Korea, nakwambia tununue plot, hata kama ni kwa chembe itapanda bei. Tujenge hapo, tufanye hivi. Unasema wewe naye nakupimia pesa, huko na uchoyo. Si uchoyo, miaka inasema tupange stability, tumalize vizuri. Na wewe nao unasema niko na time tuanze. So that's why hii ndoa inabidi excitement ipungue kidogo. Ujifundishe ya kwamba now you are dealing with somebody ameona jua mbele yako. Na huyo anaweza kuwa mwerevu kukushinda, because miaka huwa inapea mtu knowledge. Miaka. That's why ukiona mtu amehang around. Ndio unaona wakati Ayubu aligonjeka, watu walikuja wakamwambia ungeuliza wazee. Mtu akigonjeka hivi, shida inakuanga nini? Uliza wazee. Wazee wamehang around. Wamejua kuna ugonjwa yenye haisikii dawa, haisikii maombi. Hii ugonjwa hii ni laana. Hii ugonjwa kukaa tu miaka mingi. Hii ugonjwa hii itaki bidii. Hii ugonjwa inataka maombi. Hii ugonjwa inataka hii. Wamekaa muda mrefu. So mtu akikaa miaka mingi, awe na miaka kukuzidi. Hata kwa kanisa, Bible inasema mtu akidili na mtu mwenye mzee, asimkeme. Asikeme mzee. Aone yeye kama baba. Hallelujah. Sawa tu. Acha niisome basi. 1 Timothy chapter 5 verse 1. Rebuke not an elder, but entreat him as a father. Rebuke not an elder, but entreat him as a father. And the young men as brothers. The elder woman as a mother. The younger sister. With all purity. Mesikia vile Bible inapeana advice. Ukikutana na mwanamke mwenye miaka imekaakaa, ukiongea naye ongea naye kama mama yako. Treat her as a mother. Sasa ukichukua mtu mwenye amekuzidi miaka, jiandae. Akiongea saa nyingine accept maneno yake kama baba. Maana ameona mambo mengi. Na ukikosa hivyo, atafeel hauna elimu, hauna hesabu, huna akili. Unasikia mtu yote yako kwa relationship wameshindania 5 years. Unasikia na mimi mke wangu ako na utoto mingi sana. Si utoto, ni kumaanisha principle ana apply na principle mwingine ana apply zimepitana na age. Ni mtu anao mwende mcheze mpira jioni, na wewe unajua jioni ndio masaa ya biashara. Sasa unajua mimi zamani tulikuwa tunacheza kuanzia 5 4. Tunaona sasa hivi 4 niko wapi? Kazi. Sasa ni masaa ya kazi. Sasa naona nimeongeza weight, sikupenda yangu. Ni saa yenye nilikuwa nachezanga mpira ndio saa za kazi. Ukiuza biashara jioni ndio saa ya kazi. Na saa hiyo ndio unaambiwa ungekuja mapema. So inatakana ujue wisdom ya miaka. Anaona mtu akiolewa akae na mume wake miaka 20, anajua tu mzee saa 3:30 ataingia hapa na hiyo maneno inaisha. Sio kila siku umetoka wapi. No, akisha kuja mara 7 saa 3 ya usiku, wewe ujiambie kuliko ukasirike, anza kuwekelea chakula saa 2 kamili. Ujue 1 hour from now atagonga mlango. Na hajatoka mbali, ametoka kuuza maziwa mahali. Hiyo ndio masaa ya kazi. Wisdom teaches you that. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nafikiria we are learning something today. Yes. Hallelujah. Learn to respect them because of age. Learn to listen to them because of experience. Because of experience. Unaona kama leo ukikuta pastor amepasta kanisa 10 years. Na wewe umepasta 2 months. Hapana jifanya joto. Theologically speaking, wacha na theology.
huyu mtu experience. Wajana theology. Kuna watu wamedili na pepo theologically. Na kuna watu wamedili na pepo experientially. Sasa hivi nikikwambia pepo iko, hatuongei kuhusu theology. Tunaongea kuhusu experience. Kukua miaka 16 kwa huduma. Sasa tumepigana na pepo ya kupaa, ya kurarua lori, ya kupigana, ya kutamba. Pepo zenye zina ignore maombi. Unaomba, unaiangalia iko tu hapo. So, after a period of time, hata ukienda hospitali upate watu wamekaa miaka mingi kwa hospitali. Ndio mara nyingi watu wasema wali neglect mgonjwa. Because unakuja umepiga nduru vile unaendesha, anakuambia kaa hapa, acha nitafute vitabu. Anaenda kutafuta vitabu na anakuja polepole akula maembe. Na unashanga, sio kama unaenda hospitali ukoona daktari anakula maembe na wewe unamuelezea story yako ya shida kabisa. Anakuja na maembe kwa njia because hawezi anguka chini ya kufe. Ameona shida zikifuatana mfululizo, kustuka imeisha. Sasa anajua kuhandle wagonjwa by experience. So wakati mwingine ukaa kwa marriage muda mrefu, sasa unakuwa na experience, ama kwa life sasa you take things easy and slow. Sasa prepare yourself. If you have an older partner, please learn ya kwamba na take some things slow. Utafikiri ame take for granted. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine utamwambia tu invest hapa, anakuambia tuta invest na take time. Ako a bit slower. Amewahi poteza mara kadhaa. Mpaka ukimwambia kitu ya haraka, unaona kwanza anakuambia tutatu. Wacha nije. Unaambia si uko na pesa, anakuambia nipatie time ya kuprogram. Nifikirie. Mpaka unaanza kusema na mke wangu ako very slow. Ako na pesa, nimemuitisha haraka. Miaka imemwambia juzi tulipoteza, hiyo nyingine tulipoteza, and not everything that glitters is gold. So she takes things slower. Hallelujah. So hiyo ni miaka, wisdom ya miaka. Praise the name of the Lord. So wadada wale mmepata waume wako na miaka kidogo, Bwana wasaidie mjiweze kumatch the experience. Muweze kumatch the pace. Na mjue ya kwamba they love you, but sometimes experience tell them take it easy. They know how to handle pressure. So may the Lord give you wisdom of how to stay in that marriage. Praise the name of the Lord. So I want to pray for you that the Lord will preserve your marriage. Amen. You are watching me wherever you are. I don't know what's kind. Now, on Friday I'll be talking about the occultic foundation in your marriage. You are marrying a wife mwenye alikuwa mtoto ya mganga. Because huwezi jua. Ukifika kwa nyumba ndio unagundua kwa na tu vitu amekuja nazo za bahati mzuri. Anakuwekeanga kitu kwa chai unakunywa. Unakuwa excited na hujui kwa nini. So tutakuja kuangalia hizo maneno za occultic backgrounds and how can it affect marriage. Unaweza kuandua aje. Wengine mmeokoka na mmeachana na shetani, lakini shetani hajawawacha. Unajua wewe kuachana na shetani na yeye kukuacha, these are two different things. So ukiwa kwa family ambayo iko na practice ya kiroho, unaweza wachana na hiyo kiroho yao. Useme hata niliokoka, nikajazwa roho. Lakini unaona usiku, baada hata ukiombewa kwa kanisa, ukiombewa ujazwe roho, vile unaruka unaona kila mtu anakususpect. Unaongea in tongues lakini unasimamia kidole moja hivi ukiruka. Watu wasema hii ni roho ya Mungu. Because uko na reaction yenye si normal kwa watu wengine. Sijui kama mwahi kuona kanisa mtu amejazwa roho, vile kwanza amefanya akapiga somersault 3, akatingisha kichwa, mkafikiri iko pepo. Alafu akaanza ramoshe kita na manderi bala. Bako noza man of God. Hiyo ni ndimi ya ukweli ndimi. So nakuja kuhandle background ambayo iko na mambo ya kiroho. Na kuna wengine wetu haina kabisa. Itabidi kama hata umeokoka,
Sasa uanze kuchimba kisima yako ya kiroho. Kwenyu hakuna. Iko ma intellectual. So nitakuwa nafunza hiyo story ili uelewe kwa nini saa nyingine wewe kama mke unatokeanga ukisema Jehova kaniambia. Hey, naona mzee yako anakula bigi. Akakwambia nini? Mpaka unasema uko na madharau mpaka hata kwa Mungu wa Israeli aliye juu. Unamwambia tufunge siku 3. Mke wako anakuambia tufunge. Alafu ukitoka hivi anaweka mandazi 4 kwa mfuko. Mnaomba unasikia ametafuna kitu. Uko namfundisha new culture. So tutakuja kuongelea hizo mambo. And then you will begin to understand why there are some men that are against the church. Bibi yake kuwa church anasema ameenda kwa wanaume. Na unaona kabisa ameleta kesi. Hataki mke wake church. Na mke naye anapenda church because ametoka kwa kanisa ya kiroho. Baka anasema hata huyu mwenye unaona anikataza tulikutania church. So occultic backgrounds. How can it affect your economy? How can it affect your womb? Your marriage? Sasa nyinyi wenye mnajua Bible, mnajua Abraham was coming from an occultic background. A demonic background. Na God aliambia Abraham awachane na watu yao. Twende mahali nitakuonyesha. Na Abraham ukifuata generation ya Abraham, tutakuja kuiongelea, iko na marks ya mahali walitoka. Abraham, a father of faith, marrying a very beautiful wife, but no child. What do you do when your wife is very beautiful and is not giving you a child? So tutakuja kudiscuss hizo complications. Zenye zingine ni za roho. Na wengine nyinyi wana bwana ni bankers, ni doctors. Lakini mnapigana na kitu spiritual hapa katikati. Very spiritual. Na hata mwezi design is spiritual because you are trying to intellectually articulate what is happening in your life. Usiku unaona mtu anaota mpaka anaenda kwa barabara anasalimia watu. Habari ya leo? Habari ya leo? Amesoma. Lakini kwao juu kuna roho ya ku night run. Unaona usiku mtu amepiga raundi 3 na amesoma. Hapa amelala kwa kitanda. Ni mlango hajafungua. Sasa unashindwa na mzee bwana usiku ana behave namna hii. So tutakuja kudiscuss hizo complications. How do you handle them? Mke wako usiku anaamka anawika kama jogo. Unamwambia na wewe unakuanga head teacher. Jogo mlifanya naye nini? So we shall be talking about those scenarios ambazo they are just complicated. Unaenda kwa daktari unajaribu kutafuta dawa ya hiyo kupiga nduru unakosa. Unashindwa ni kuishi utaishi naye. Ni kutoroka utatoroka. Because uliwacha ndio mapepo lakini haikukuacha. Umepambana na akili yako yote upate pesa. Yote. Umetumia wisdom yote na connection yote upate pesa. Umesoma kusoma yote. Kila mahali ukiweka karatasi yako wanaita soja kutoe. Mysterious behaviors. Vitu hawezi explain. Baba bibi yako anaaminiki ni wewe utaki kazi. Na kumbe ulienda kwa muhindi ukabebwa juu ukarushwa. Hata ukuguza chini ulirushiwa kwa face, wataki mtu kama wewe. Suffer abnormal rejection. Na kuna madada wanajua naongea. You feel your husband rejects you for nothing. Umepika the best meal. Unanusa jasho si mbaya. You wonder why is he so much despising me like this? Asa nitakuja mambo ya rohoni. Friday tunaweza kutana. Sasa tuchambue mambo ya rohoni.
Wengine hapa mnastahili kuwa pastors, lakini ukiimba kwa kanisa watu wanasikia ni kama hii kanisa iko na uganga. Uliwacha uganga kwenyu, lakini haikukuacha. Hata wengine ukitoa prophecy inakuanga imeingiana na udefiner. Unatoa prophecy inaenda mpaka unaambia mtu bibi yako ni huyu, na una bibi ya mtu umepoint. Bwana yako ni huyu, mpaka una exchange mabwana na mabibi ya watu. You are a prophetic person, lakini the past is chasing you. You have to know how you can deal with the past. Hii ni Friday sasa hii. Na itakuwa safi. Because some of us come from those backgrounds. Iko kitu ulistahili urithi nyumbani ukatoroka. Sasa uko Nairobi usangine usiku unaendesha baiskeli ya hewa. Bibi yako anashangana, nini umeendesha mpaka umetoa jasho? Sasa bibi anashindaka tu kwa barabara, anashindwa, how do I start explaining what I experience at night with this man? You cannot explain. Wengine ni usharati haieleweki. Mpaka unaona mtoto yako unasharatika na yeye. Your own child. Strange foundations. Sasa ukuta mtu ameenda na mtoto wake mwenyewe, his own child. That one kwa human beings, kwa animals sawa, lakini kwa human beings is a reverse, ni covenant yenye nafanywaga when people are turned against God. How do you turn to your daughter? How do you make your wife afraid of you? Kukana watoto yako. That one can only happen when you are coming from an occultic background. I shall be speaking about it in volumes. And your life shall never remain the same again. Amen. Can I pray for you? Yes. Lord, I give you praise. I know there are people hearing this message from wherever they are. Lord, I speak by the authority vested upon me that they are going to find a solution in their marriages. In the name of Jesus, I announce, oh God, over these people that their marriages shall find a way. It must work. In the mighty name of Jesus. Lord, by the power you bestowed upon me, let the wisdom of God come upon your people now. Amen. Let them begin to understand what they have never understood before. Lord, I uproot every planting that is not of God in their minds, in their heads, in their ministries, in their marriages, over their children. Lord, I declare and decree that beginning from today, Jesus, strange happenings of grace shall overtake them. They shall begin to love each other in a way they have never loved each other before. They shall begin to understand each other with a special understanding from above. Lord, I declare and decree, let your glory overtake them. In Jesus' name I pray. Amen. So join us on Friday for that wonderful section. I shall be talking of the occultic background, where you are now born again, yes, but unapataga interferences in your marriage of where you are born, where you are raised. Maybe your grandmother, named after you, you are named after her, was a witch. And now you are being overtaken by behaviors and you're always yellow. So we shall be handling this. And the Lord shall give you wisdom. In Jesus' name. Kwa pale unataka kusend offering, go ahead. Let me pray for your offering now. Father, in Jesus' name. As they send their offerings and their tithes, let the grace bestowed upon me make a way for them. Lord, I declare over their pockets, your pockets shall not run dry. I announce victory over them. In Jesus' name I pray. Amen. Shalom.